Mtazamaji na mfuatiliaji wa Zaki Digital, usisite kuendelea kufuatilia channel hii ya Zaki Digital. Endelea kusubscribe, kulike na kushare kila aina ya tukio la kimataifa, bila kusahau kucomment. Visa vya mauaji, ubakaji na utekaji vya isakama Ethiopia. Wakati serikali ya Ethiopia ikiendeleza operesheni kali za kijeshi dhidi ya waasi katika eneo la Oromia, mzozo huo umeendelea kuathiri pakubwa zaidi ya raia, huku pande zote zikilaumiwa kwa ukiukwaji wa haki za binadamu. Katika vita vinavyofanyika mbali na macho ya vyombo vya habari, sauti za waasi na watetezi wa haki na hata raia waliokumbwa na madhara zinaanza kujitokeza zaidi katika eneo hilo. Kiongozi wa kijeshi wa kundi la waasi la ukombozi wa watu wa Oromia, Ola, anafahamika kama Jaali Maro, anayesakwa kwa udi na uvumba na serikali ya Ethiopia, anasema analazimika kuhama mara kwa mara ili kukwepa mashambulizi ya drone. Maro anajulikana pia kama Kumsa Diraba, ambaye huyu anaiongoza Ola kutokea mafichoni mwa msitu katika eneo la Oromia, mkoa mkubwa zaidi nchini Ethiopia wenye wakazi takriban milioni 40. Serikali imemtaja Maro kama alikuwa mwanafunzi, lakini pia kama gaidi, na kuishutumu Ola kwa kuua raia katika mashambulizi yanayochochewa na chuki za kikabila. Hata hivyo, katika mahojiano ya nadra sana aliyoyatoa kupitia shirika la habari la AFP akiwa mafichoni pake, Maro alikana madai hayo ambayo anashutumiwa nayo. Anasema wanajeshi wetu wanafanya kazi kwa nidhamu sana kali ya kijeshi na hata dira ya wazi kabisa ya kisasa. Anasema tunakataa na kulaani vitendo vyovyote vinavyowadhuru raia wasiokuwa na hatia. Kanuni zetu za maadili zinakataza kulenga raia. Akaongeza kwamba wanakaribisha uchunguzi huru utakaofanywa na vyombo vya kimataifa visivyoegemea upande wote ule. Ola imekuwa ikipambana sana na serikali ya Ethiopia tangu mwaka 2018, mzozo ambao mara nyingi umefunikwa na migogoro mingi mikubwa ya Ethiopia, ikiwemo ile vita ya Tigray. Wachambuzi wa Umoja wa Mataifa wanaishutumu Ola kwa mauaji, ubakaji na hata utekaji nyara, huku mashirika ya haki za binadamu yakisema kwamba vikosi vya serikali vinahusika katika ukiukwaji mkubwa. Msemaji wa Amnesty International wa Afrika Mashariki na Kusini, Sara Kimani, anasema utafiti huo unaonyesha raia wamenaswa katikati ya mapigano. Familia zimeripoti mauaji ya kiholela, vitisho vya utekaji nyara. Wengine wanasema kusafiri kutoka eneo moja hadi jingine ni jambo gumu sana, huko hospitali, vituo vya afya vikishambuliwa na kuharibiwa vibaya. Katika hali hii, baadhi ya vijana wanasema waliona silaha kama njia pekee ya kujilinda na hata kudai haki. Mmoja wao anayefahamika kwa jina la Bore, ambaye huyu anasema alijiunga na mapambano baada ya kupoteza imani na njia za amani zaidi za kudai haki. Wachambuzi wanasema mashambulizi ya hivi karibuni ya serikali yamedhoofisha uwezo wa Ola, lakini yanatahadharisha kwamba ukosefu wa usalama, utekaji nyara na hata makundi ya kihalifu yanayoendelea kuifanya Oromia kuwa eneo hatari zaidi kwa wakazi wa watu kuishi hapo. Wakati serikali ikisema kwamba hali inaendelea kuimarika, mashirika ya haki za binadamu yameonya kwamba mgogoro huo unaendelea bila uangalizi wa kutosha na raia bado ndio wanaobeba mzigo mkubwa zaidi wa vita hivyo.